Bwana, ukisikia kikulacho kingoni mwako basi ni kile ambacho kinaendelea kwa upande wa klabu ya Dar es Salaam Young Africans ambao kwa sasa hivi wanapitia kipindi kigumu kweli kweli kutokana na namna ambavyo wachezaji wake wamekuwa wakikabiliana na michezo ya mara kwa mara, lakini pia wamekuwa wakikabiliana na ratiba ngumu kweli kweli kutokana na namna ambavyo ligi inaendeshwa, na hili linadhihirika wazi katika mchezo ambao unaendelea hivi sasa pale jijini Arusha ambapo Yanga wapo ugenini wakimenyana dhidi ya TRA United. Kwa namna ambavyo Yanga inacheza unaona kabisa bwana kuna kitu hakipo sawa, na tayari mmoja kati ya wachezaji wa muhimu kweli amekwisha kuomba na kuweza kuondoshwa katika mchezo huu ili kuweza kupisha wengine waweze kuonyesha kile ambacho wako nacho, na ukitazama inasikitisha kweli. Mtu mwenyewe ambaye yupo nje au ambaye ameweza kutolewa nje ni Prince Mpumelelo Dube ambaye ameomba na kusema kwamba kwa namna ambavyo nasikia mwili wangu haupo sawa, basi inabidi niweze kwenda kupumzika nje kwa kuwa mwili wangu haupo vizuri. Amekaa mwenyewe kitako na kuonyesha kwamba kuna namna mambo yanayoendelea kwenye mwili wake, basi haelewi ni kitu gani ambacho kinaendelea, hivyo ni bora aombe kuweza kupumzika na kuweza kupisha wachezaji wengine ambao wana energy waendelee kukiwasha katika mchezo huu ambao unaendelea, mchezo wa ligi kuu ya soka ya Tanzania bara. Na tayari dakika ya 26 Prince Mpumelelo Dube ameomba kuweza kutoka nje kutokana na changamoto ambayo amejisikia, na hii inaendelea kuongeza hofu kwa kikosi cha Yanga ambacho kinasumbuliwa na majeraha ya wachezaji wake muhimu wengi kweli. Kuna mtu kama Depo ambaye ametangazwa kwamba atakuwa nje kwa wiki 2 hadi 3. Kuna mchezaji kama Chadra Kiboka na yeye pia kwa wiki 2 yupo nje. Kuna mchezaji kama Baka na yeye pia yupo nje kwa wiki 3 hadi 4. Kuna mchezaji kama Dickson Job ambaye amepata majeraha ambayo yatamweka mpaka mwishoni mwa msimu. Achana na huyo, kuna mtu mzima Clement Mzize ambaye na yeye pia hataweza kuwepo katika kikosi hichi mpaka msimu unamalizika. Hii inaonyesha ni kwa namna gani ambavyo Yanga wanaendelea kustruggle na majeraha ambayo yanayapitia. Lakini pia mwingine Izra Patrick Mwenda. Izra Patrick Mwenda na yeye pia amekaa kitako kuonyesha kwamba kuna namna kitu hakipo sawa kwenye mguu wake. Asalale wananchi, katika msimu ambao utakuwa ni mgumu kweli kwa Yanga, ndiye msimu ambao wanaupitia kwa sasa hivi. Yaani ni msimu ambao ni mgumu kweli kwa Yanga kwa kuwa changamoto ambazo zinaendelea kuonekana uwanjani basi ni changamoto ambazo zinaonyesha kabisa bwana inabidi watu watafute namna. Yaani sio plan B tu, hata plan C inabidi iweze kutumika ili kuweza kuhakikisha kikosi kinakuwa na spirit ile, lakini pia kuweza kuongeza nguvu na morali kwenye mchezo ambao unaendelea. Sasa hivi ni hatua ambayo huenda tu akifunga bao basi itabidi waweze kurudi nyuma angalau kuweza kupunguza pressure ya mchezo, lakini pia kuhakikisha miili yao inaendelea kujijenga vyema kutokana na namna ambavyo wanapitia changamoto ya fatiki. Yaani wametoka kucheza mchezo dhidi ya wanalambalamba Azam FC, mchezo ambao ni mgumu kweli, mchezo ambao hazijapita saa 72 kwa ajili ya kucheza mchezo mwingine, zimepita saa 65 na tayari wapo tena dimbani kwa ajili ya kumenyana na walipa kodi TRA United. Na kama nakumbuka vizuri, huu ni mchezo ambao unawakumbusha mchezo wa maumivu ambao uliwakutanisha katika msimu uliopita, na hawa ndio wale ambao waliweza kuharibu ile unbeaten ya Yanga kipindi hicho ambapo wanaitwa Tabora United. Sasa hivi ni TRA, la kipindi hicho ni Tabora United, na hii inaonyesha ni kwa namna gani ambavyo jamaa kuna namna wamekuwa kukutana na kitonga fulani hivi. Kama unakumbuka mchezo uliopita alikuwa Ibrahim Baka yupo nje anasumbuliwa na majeraha, alikuwa na kadi ya nyekundu, alipata kadi nyekundu Ibrahim Baka. Lakini mchezo mwingine alikuwa pia kuna majeraha, kama sio Job nadhani kuna mchezaji mwingine ambao alikuwa anasumbuliwa na majeraha. So hii ni kuonyesha ni kwa namna gani ambavyo pia kikosi hichi kimekuwa kina bahati ya kukutana na Yanga ambayo haipo vizuri, na mchezo wa mwisho ndio ule walienda kuchukua alama pale Tabora, na tukashuhudia Ali Shaban Kamwe akikamatwa kutokana na kuonekana kwamba
amezungumza maneno fulani hivi ambayo sio mazuri kwa mkuu wa mkoa wa Mwanza, lakini ilikuwa ni bonge moja la mchezo na walichukua alama 3 licha ya kwamba kulikuwa na ahadi kibao ambazo zilikuwa zimewekwa kwa ajili ya kuhakikisha wananchi waweze kuchukua alama 3 muhimu katika mchezo huo. So ngoja tuone ni kitu gani ambacho kitatokea katika mchezo huo ambao pressure yake yani inaonyesha kabisa kuna namna energy iko chini, wachezaji wanapambana ili tu kuweza kusubiria zile dakika 90 ziweze kumalizika basi na mambo mengine yaweze kuamuliwa. Kikubwa kwa mashabiki wa Dar es Salaam Young Africans kwa sasa hivi wanatakiwa waombe tu timu yao ipate alama 3 muhimu. Nje na hapo kipengele ni kigumu sana ambacho wanakipitia kwa sasa hivi, hasa kipengele cha majeraha. Kitazama pia rotation imekuwa ikifanyika kwa kiasi kidogo sana kwa upande wa Yanga, jambo ambalo liendelea kutia hofu, hasa ukitazama sabu ambazo zinaingia, lakini pia wale machaguo ya kwanza pindi ambapo wanapitia changamoto kama wakati huu hapa. Ngoja tuone ni kitu gani ambacho kitatokea, lakini pia nitaendelea kukupa update ya kile kitu ambacho kitakuwa kinaendelea uwanjani kwa wakati huu. Ila fahamu tu kwamba Prince Mpumelelo Dube ameomba mwenyewe dua nyingi sana ambazo mashabiki wa Yanga wanapaswa kuweza kuzipiga, ni kuomba asije kupata majeraha ambayo yatamweka nje kwa kipindi kirefu. Bora autane ni fatiki tu ambayo imemzingua, angalau itakuja kukaa sawa baada ya kupata mapumziko, licha kwamba wana mchezo mwingine tarehe 20 na dhidi ya Mtibwa Sugar. Nadhani siku kama 4 au 3 kutoka hii leo, na wanasafiri pia kwenda sehemu nyingine. Lakini pia ombi lingine ni kuhakikisha pia Israel Patrick Mwenda anamaliza dakika 90 baada ya kuweza kuonyesha pia na yeye kuna namna utimamu wake wa mwili haupo vizuri kwenye kuhakikisha mambo yanaenda vizuri kwa upande wao. Speed ni ndogo kweli kweli. Ngoja tuone ni kitu gani ambacho kitatokea katika mchezo huu ambao unaendelea dakika 29 ya kipindi cha kwanza. Bado bao ni 0-0. Offside zinaamuliwa za kiaina tu, watu hawaelewi. Kuna watu zinapigwa mechi, watu wanaonekana ni offside, kumbe sio offside. Watu wanakaribia kwenda kufunga, mambo yanakaa bado hayakai mkao. Ngoja tuone ni kitu gani ambacho kitakamilisha dakika hizi 90 ambazo zimekuwa na maamuzi ya hovyo, na pia dakika 90 ambazo kibendera wanaendelea kumwangusha Nasoro Mwinchui. Namuona Israel Mwenda anachechemea huku, yani bado hajakaa sawa kwa 90%. Nadhani yao kwasi huu ni muda ambao anapaswa aweze kuingia ili kwenda kuongeza nguvu kwa upande wa kikosi cha Dar es Salaam Africans. Kama watafanikiwa, unaona TRA wanakabia kwa juu kuhakikisha Dar es Salaam Africans wapate nafasi ya kusogea na mpira. Nadhani wameshtukia kwamba ndugu zetu hawapo vizuri, ngoja tuanze nao moja kwa moja huku nyuma ili wasipande mbele. Naona pia Maxim Nzengeli naye pia nguvu kidogo zimekata hapa. Ni